Yes, mambo vipi mwana michezo wa Sawasawa Digital, lakini wewe shabiki kindaki bwana wa club ya Simba, moja kati ya vilabu ambavyo pia vinafanya poa zaidi. Sasa niko na taarifa ambayo imetoka kwa moja kwa moja kwa bwana mwenyekiti lakini pia mkurugenzi wa Simba, nikimaanisha Mohamed Dewji au anafahamika kwa jina la Mo, kila mmoja analifahamu kwa jina hilo. Sasa taarifa hii alikuwa ameandika na kusema kwamba ndugu zangu wana Simba, nawaandikia leo nikiwa na masikitiko lakini pia nikiwa na imani isiyotetereka. Katika wiki chache ambazo zilipita pia tumeshirikiana kwa karibu sana na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki stahiki, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ulifuatwa na kuwa makini kabisa, lakini kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo baada ya matukio yaliyotokea nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi. Taarifa zilianza kusambaa mitandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulielezwa wasiwasi wetu kwa uwazi. Pamoja na juhudi hizi zote, CAF imethibitisha kuendelea uamuzi wa kuhamisha mchezo wa fainali hiyo Zanzibar. Bila shaka matokeo haya ni ya kusikitisha, si kwa wana Simba tu bali kwa mashabiki wetu na kwa wale wote waliotoa juhudi kubwa kuandaa hili tukio katika historia ya Simba ya Tanzania. Kwa mtazamo wangu wa kibinafsi haukutendewa haki, lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu ambayo inategemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendesha na imani na nguvu ya watu wetu. Aliendelea kwa kusema kwamba tunaenda Zanzibar si kwa hiari bali kwa wajibu, na tutatimiza wajibu huo kwa mshikamano, kwa dhamira na kwa fahari. Yaliyosalia tutamwachia Mwenyezi Mungu. Ujumbe ndio ulikuwa umetoka kwa Mo, lakini pia aliendelea kwa kumalizia hapa, naweza kusema kwamba kwa wachezaji wetu, mnavaa nembo yenye historia, ingieni amani kwa vichwa juu, chezeni kwa ujasiri, kwa umakini, kwa utulivu kama mashujaa wa Simba mlivyo. Kwa mashabiki wetu, naelewa hisia zenu, nami pia nahisi hivyo, lakini sasa si wakati wa kugeuza hisia hizo kuwa nguvu ya pamoja. Tujaze amani kwa moyo, kwa matumaini na kwa sauti. Tufanye wapinzani wetu waone na wasikie kishindo cha Simba popote tulipo. Asante kwa wadau wote ambao waliwezesha safari hii, serikali, shirikisho la mpira, vyombo vya habari na kila aliyeshiriki katika maandalizi ya mchezo huu. Na wote mnaotazama uwanja, unaweza kuwa umebadilika, lakini Simba ni yule yule. Dhamira yetu iko wazi, tunaelekea Zanzibar tukiwa tayari kupambana. Simba ni mfalme na anaweza kuunguruma popote. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki soka la Afrika, Mungu ibariki Sawasawa Digital, kwa sababu tunakuletea habari hizi kwa weledi na uzuri kabisa. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya Mo Dewji ambaye pia alikwisha kuitoa na ameweza kuipost katika mitandao yake ya kijamii, kwa sababu kumekuwa kuna story nyingi, lakini pia zile chokochoko nyingi sana, kwamba mashabiki wengi wa timu pinzani au timu zingine wakisema kwamba Simba anapelekwa Zanzibar basi huko atakwenda kuteketea, Simba anakwenda kule atakwenda kupotea, Simba anakwenda kule atakwenda kutapatapa, kuhangaika, kutokana na zile mbili ambazo aliweza kufungwa kule na RS Berkane na kuweza kukandwa vilivyo bao 2-0. Na hiyo inakuwa inaleta ugumu zaidi hasa katika klabu ya Simba, kwa sababu atakuwa ana mlima mkubwa zaidi. Ili Simba aweze kuchukua kombe hili kabisa bila kupepesa macho, bila kuongea chochote, inabidi ashinde kuanzia goli 3-0. Yani afunge goli 3 bila kurudishiwa goli lolote. Akishinda goli moja hawezi kuchukua, akishinda magoli 2 hawezi kuchukua, akishinda goli 3-1 hawezi kuchukua, hata akishinda goli 5 afu wale jamaa wakaja wakaongeza zingine 3, bado anakuwa hajafanya chochote. Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digital, kwa sababu Mungu pia yuko na sisi. Take love for this. Ciao.